Yesu alikizungumza katika kitabu cha Luka 14:28-30. Nitakuwa namaliza hapo. Luka 14:28-30. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi? Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu ya kumaliza. Sema, Bwana nipe nguvu ya kumaliza. Sema tena, Bwana nipe nguvu ya kumaliza. Sema kwa sauti tena, Bwana nipe nguvu ya kumaliza. Kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu, kwa mara ya nne, kwa mara ya tano, kwa mara ya sita, kwa mara ya saba, iwe kwako katika jina la Yesu. Kuna watu hapa mnahitaji nguvu ya kumaliza, maana mna nguvu ya kuanza mambo yenu, lakini hamnaga nguvu ya kumaliza mambo yenu. Leo kwa mamlaka niliyopewa katika jina la Yesu, ninakuambukiza hiyo neema ikukalie katika jina la Yesu. Neema ya kumaliza ulivyovianzisha katika jina la Yesu. Neema ya kumaliza ulivyovianzisha katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Kumalizia hiyo kazi, kumalizia huo mradi, kumalizia hiyo biashara, kumalizia huo uchumba, na kuombea neema katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Glory, God bless you. Umalize katika jina la Yesu. Umalize katika jina la Yesu. Mwambie jirani yako, pokea hiyo neema. Mwambie, pokea upako wa kumaliza. Mwambie tena, pokea upako wa kumaliza. God bless you. Am I talking to somebody? Ngoja nikwambie, Biblia inasema wasije watu wakamuona kama alichanganyikiwa. Mbona alianza na ameshindwa kumaliza? Nina hasira na hiyo roho ya kutokumaliza. Leo ninakuasha katika jina la Yesu. Ninakutuma katika neema ya kumalizia mambo uliyoyaanza. Bwana Yesu asifiwe. Am I talking to somebody here? Ngoja nikwambie, kuanza ni rahisi sana, lakini kama utashinda kumaliza ulichokianza, utawapa wanazengo sababu ya kuanza kukujadili. Watasema, si alijifanya ameanza kujenga nyumba kubwa, hiyo ya nyumba 6 imeishia kwenye lita. Leo ninakuachia neema juu yako ya kumaliza ulichokianzisha. Nasema, malizia ulichokianzisha katika jina la Yesu. Malizia ulichokianzisha katika jina la Yesu. Nasema amina kubwa, mtu mmoja. Somebody. Ninaongea na mtu mahali hapa. Ninasikia hiyo neema imeachiliwa. Kuna neema imeachiliwa. Sijui naongea na nani huyo, lakini nasema kuna mtu anapokea neema ya kumalizia mambo. Neema ya kumalizia mambo ikukalie. Nguvu ya kumalizia mambo ikukalie. Upako wa kumalizia mambo ikukalie. Pesa ya kumalizia mradi kuzote. Ujue watu walikuangalia wakati unaanza, wakaona unasogeza mchanga, wakaona unasogeza matofali, wakaona umemleta fundi wa msingi, wakashangaa, mbona miaka 2 nyumba haijamalizika? Nataka leo nikutangazie katika jina la Yesu, kabla ya mwaka 2026 hujaisha, unapokea neema ya kumalizia ulichokianzisha katika jina la Yesu. Glory be to God. Ujue watu walipokuwa, wengine ulikuwa na neema ya kumaliza, lakini walipoona unaanza kujenga, hivi huyu naye anajenga, toka lini hii familia ikajenga? Toka lini hao watu wakasana naanza kuolewa? Yaani ndio wamepata mchumba, tutadili naye. Ngoja nikwambie, leo haya matamko yanaenda kuvunja hizo mila. Haya matamko ninayoachia hapa yanaenda kuharibu hiyo minyororo katika jina la Yesu. Huu ni upako, sio maneno. Huu ni upako wa Omega. Na Biblia inasema kwa kutoa mafuta mila zinavunjika. Sawa sana Isaya 10:38. Nami natangaza hizo mila zivunjike. Mila za kumaliza mambo zivunjike. Mila za kuishia njiani zivunjike. Mila ya mambo kufia njiani zivunjike. Katika jina la Yesu. Watu wakasemezana, hivi na huyu naye na yeye anataka kujenga, na yeye anataka kuolewa, yani atuzidi sisi, yani anatupita na sisi. Hivi huyu naye, hii familia tukutegemea kama kuna mtu ataolewa kwa heshima. Nataka kuambia huyo mtu ni wewe.
2026 kuna jambo la ajabu litakutokea, na waliokucheka na kukusomea watakushangilia na kukufurahia. Natangaza hilo kwako katika jina la Yesu. Nasema natangaza hilo kwako katika jina la Yesu. Na wewe ukaoe katika jina la Yesu. Na achia neema kwa sababu in the name of Jesus. Na ninakuahidi nitakupa $300,000. Nitakupa $300,000 mwezi wa kwanza. Ukaongezea ukatoe mahali. Uoe katika jina la Yesu. Watu wengine upako kumalizia unakuhitaji wewe. Sasa wewe unahitaji upako kumalizia ambao mimi nina. Unahitaji pesa. Na nitakupa hiyo pesa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asaidie sana. I'm not talking to somebody here. Ninaongea na mtu mmoja hapa. Sema napokea upako kumalizia. Mpongeze jirani yako, mwambie tayari imeshatokea hiyo. I want to talk to somebody here. Ngoja nikwambie, the devil is a liar. Alikwambia ulianza na utamaliza. Hebu angalia ulipotoka hadi sasa hivi miaka mingapi, mbona hamna mambo yanayotokea? Lakini leo kwa mamlaka niliyopewa, Shetani alitamka maneno ili usimalize. Lakini mimi sina maneno, mimi ninalo neno. Ninatangaza ukapokea nguvu ya kumaliza kama hiyo. Nimembeba simba wa kabila la Yuda. Ninajua shetani ni kama simba ngurumaye. Amekutishatisha kwenye uchumi, amekutishatisha kwenye mahusiano. Mwaka 2025 ukaona ni ngumu, lakini leo ninasimama kwa niaba ya simba wa kabila la Yuda. Ninatangaza utamalizia ulichokianzisha katika jina la Yesu. Glory be to God. Hallelujah. Yesu anasema hapa, huyu mtu alitaka kujenga mnara lakini akaishia chini. Akasema watu wote watamwona kama mpumbavu. Mbona alianza alafu hajamaliza? Yesu anasema kuna neema ya kumaliza. Yesu anasema siku ya leo kuna neema ya kumaliza. Watu hawatakuona kama ulisaganikiwa. Watu hawatakuona kama ulirukwa na akili. Mbona mradi wako ni mkubwa kuliko mtaji? Mbona una mkubwa kuliko vitu vilivyoweka kwenye duka? Mbona unaolewa na mtu mwenye elimu kuliko ya kwako? Mbona nataka nikwambie there is something is receiving. Glory be to God. Mwambie jirani yako, pokea huo upako haraka. Pokea, 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 pokea. Mwambie pokea haraka. Glory be to God. I'm talking to somebody. Pokea, pokea katika jina la Yesu. Pokea upako wa kumaliza. 2026 kuna watu mtaenda kujenga. 2026 kuna ndoa nzuri za baraka sana. Nataka niwatangazie, kama unaisikia sauti yangu, wewe ndio candidate wote. Kuna mambo yatatokea na utasema imekuwaje? Imefanyikaje? Kwa sababu Mungu atakuletea msaada kutoka patakatifu pake. Wanasaidia sana. Kuna mambo hata mimi nilichamka nilikuwa najua sijui kama yatatokea. Lakini sasa hivi naona yametokea. Nilitangaza nikasema huko ndani watu wote watamiliki frame za maduka. Sasa hivi mkanisani kwa watu wote wana frame. Nakupa miezi kadhaa. Huko ndani kuna watu wanaenda kununua magari mwakani. Na mimi sasa natoa hapa agizo. Sitaki kumuona mwakani Pastor Mkomo anatembelea pikipiki. Hii ni agizo, sio. Ninatangaza tena, kama kwenu kwenye ukoo kina Wakindi hakuna aliyeendesha gari, wewe utakuwa wa kwanza katika jina la Yesu. Hiyo kwa katika jina la Yesu.
shida kwa kuchukua